Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Mtu wa Mungu, bado tupo kwenye mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenisikiliza, tegemea kuona ndani ya mwezi huu unarudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tegemea kuona mkono wa Mungu unakuketisha kwenye nafasi yako ya baraka kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu tunasema asante kwa ajili ya rehema zako kwenye maisha yetu. Tunakutukuza maana umejawa wema, umejawa na fadhili. Baba, tunakukaribisha usiku wa leo kwenye maombi yetu haya. Tunaomba utufundishe, tunaomba utuelekeze, tunaomba utusaidie, tunaomba utufungue kwa mkono wako wenye nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pia Mungu, ninakuletea kila nyumba na kila mtu anayesikiliza maombi haya mbele za uso wako usiku wa leo. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo, ile ya mwana kondoo. Baba, ukatusaidie wote. Baba, ukatuponye wote. Baba, ukatuinue wote kwa jina la Yesu Kristo. Na zaidi ya yote, ukatupe neema tukakalie nafasi zetu za baraka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama ambavyo nimekuambia, bado tupo kwenye mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Na ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tumekuwa tunasimamia mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Zaburi 18:19. Neno la Mungu linasema hivi: akanitoa, akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu atakupeleka panapo nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakaa kwenye nafasi yako ya baraka. Lakini zaidi ya yote, Mungu atakuponya moyo wako, atakuponya majeraha ambayo unayo kwa jina la Yesu Kristo. Mstari wa pili ambao tumekuwa tunasimama nao unatoka kwenye Zaburi 18:36. Neno la Mungu linasema hivi: umezifanyizia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu miguu yako itasimama panapo nafasi yako. Mungu ataisimamisha miguu yako kwenye nafasi yako ya baraka, na miguu yako haitateleza wala kuondoshwa tena kwa jina la Yesu Kristo. Sasa mtu wa Mungu, turudi kwenye somo letu la usiku wa leo. Kwa wewe unayeandika, andika kichwa chetu cha somo kinasema hivi: kemea kila mazingira yanayokukatisha tamaa ili ukatae kukaa kwenye nafasi yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba kurudia kichwa chetu cha somo, na wewe unayeandika, andika: kemea kila mazingira yanayokukatisha tamaa ili ukatae kukaa kwenye nafasi yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Watu wengi leo kwenye maisha yetu tumekata tamaa. Mazingira yametukatisha tamaa hadi ikapelekea mtu unakataa
kukaa kwenye nafasi yako ya baraka. Sio tu unakataa, lakini pia mtu hadi auamini kama kweli Mungu amekutengenezea nafasi yako ya baraka. Kwa sababu unapitia maisha magumu, unapitia nyakati ngumu, unapitia vipindi vigumu, moyo wako umeumizwa, moyo wako hauamini tena kama lipo badiliko litakaloweza kutokea kwenye maisha yako. Na usiku wa leo Mungu anataka kutusaidia wote ambao tunapitia hizi hali. Usiku wa leo Mungu anataka kutusaidia wote ambao wamekatishwa tamaa na mazingira, ambao wamekatishwa tamaa na hali zao za maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu unanisikiliza leo, lakini hauamini tena ya kwamba haya maombi yana uwezo wa kukusaidia. Hauamini tena kama Mungu ana uwezo wa kukusaidia, kwa sababu maisha yamekukatisha tamaa. Mazingira hayamuonyeshi Mungu wako kama ana nguvu. Mazingira hayaonyeshi neno la Mungu kama linaweza kufanya kazi kwenye maisha yako. Wengine ni maisha yako binafsi, wengine ni maisha ya familia nzima, wengine ni maisha ya ukoo mzima. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ukiangalia maisha ya familia yako, ukiangalia maisha ya ndugu zako, unaona mateso, unaona manyanyaso, unaona sikitiko, unaona huzuni na misiba, kiasi cha kwamba mtu uamini, je, mimi Mungu ameniwekea nafasi ya baraka? Mungu alivyoniumba aliniwekea jambo lolote jema? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu wa Mungu, ukisoma andiko la Mungu kwenye Hagai 2 mstari wa 9a, neno la Mungu linasema hivi: utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo usiku wa leo, mtu wa Mungu, nataka kukutia moyo wewe ambaye umekata tamaa. Mungu anasema bado upo mwisho mwema, bado upo utukufu wa mwisho wa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema utakuwa mkuu, asema Bwana wa majeshi. Maanake ili ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ambaye umekata tamaa, moyo wako umefunga, moyo wako hautaki kuomba tena, moyo wako umechoka, moyo wako umejaa machozi, moyo wako umejaa maumivu, usiku wa leo natamani ufungue tena moyo wako. Sikiliza neno hili kwa wakati huu. Mungu atakusaidia. Mungu ataisaidia ndoa yako. Mungu atasaidia maisha ya watoto wako. Mungu ataponya sikitiko la moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu gani, mtu wa Mungu, nakwambia neno hili? Ukisoma Ayubu 8 mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi: tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiangalia maisha yako yamekukatisha tamaa, ukiangalia familia yako imekukatisha tamaa, ukiangalia auoni nani kwenye familia au nani kwenye nyumba yako ambaye anaweza kukushika mkono wewe akakutoa, sikiliza neno la Bwana usiku wa leo. Sikiliza neno hili. Roho Mtakatifu anasema na wewe kutoka kwenye Ayubu 8:7. Ijapokuwa unauona huo mwanzo wako ni mdogo, lakini Mungu anasema hivi, utaongezeka sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wako unaenda kuongezeka, mtu wa Mungu. Mwisho wako unaenda kurudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Mwisho wako unaenda kuketishwa. Kwa hiyo mazingira, mtu wa Mungu, yasikustopishe wewe kufanya bidii ya maombi, wewe kuweka bidii kwenye kazi, wewe kuweka bidii kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada Krista, naomba nisomee Mwanzo 15 mstari wa 1 mpaka wa 7. Mwanzo 15 mstari wa 1 mpaka wa 7. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi, likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana.
Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini, nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski? Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Nimekwambia ya kwamba usiku wa leo tunaenda kukemea mazingira yanayotukatisha tamaa ili tusikae kwenye nafasi zetu za baraka. Ukisoma ili andiko, mtu wa Mungu, unaona kabisa kwenye hii sura ya kwanza, Mwanzo 15, neno la Mungu linasema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Kwa nini Mungu alikuwa anasema neno hili na Abrahamu? Ni kwa sababu Abrahamu alikuwa anaogopa. Aoni tumaini kwenye mazingira yake. Aoni uzuri kwenye maisha yake. Na Abrahamu anafanikiwa kumjibu Mungu. Kwa hiyo tunaona hofu ya Abrahamu kwenye maisha yake. Tunagundua wasiwasi aliyokuwa nao hadi Mungu akaamua kuzungumza naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abrahamu anamjibu Mungu, utanipa nini? Kwa hiyo Abrahamu alikuwa anaona yeye hana kitu. Alikuwa anaona amepungukiwa. Alikuwa anaona hana jambo lolote la kumfurahisha. Hadi anafikia kumwambia Mungu, utanipa nini? Maana yake anaona kuna vitu kwenye maisha yake vimepungua. Kuna vitu Mungu hajampa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu Mungu amemnyima. Kwa hiyo Mungu anamwambia Abrahamu, usiogope. Mimi ni ngao yako na thawabu yako. Abrahamu anamwambia Mungu, nami naenda zangu hali sina mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo shida ya Abrahamu alikuwa hana mtoto. Shida ya Abrahamu alikuwa yeye na mke wake hawana uzao. Kwa hiyo wamekaa muda mrefu wakiwa wanamwamini Mungu, wakiwa na mahusiano na Mungu. Ndio maana Mungu aliweza kwenda kwa Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Abrahamu anaona ana mali, lakini hana ambaye atazimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaiona hofu ya Abrahamu kwenye hili andiko. Tunaona hofu ya Abrahamu kwenye mazingira yake. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, wewe una hofu ya maisha yako. Kuna jambo kwenye mazingira yako linakuumiza. Kuna mambo yamekukatisha tamaa. Hadi Mungu akikwambia usiogope, au ukisikiliza neno la watumishi wa Mungu wakisema usiogope, unaweza kusema nimesikia sana. Kwa nini nisiogope wakati sina kazi? Kwa nini nisiogope wakati nina madeni? Kwa nini nisiogope wakati sina ndoa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona Abrahamu anamwambia Mungu, utanipa nini wakati sina mtoto? Watu wengi wa Mungu leo tuna hizo changamoto. Tunamwambia Mungu, utatupa nini? Ona tulivyozaliwa kwenye mazingira ya kimasikini. Ona namna ambavyo watu tulionao walivyotuumiza. Ona ahadi ulizotupa kwenye maisha yetu ambavyo hazitimii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anamwambia Abrahamu, toka nje nikuonyeshe. Kwa hiyo Mungu anampa Abrahamu neno lake. Neno lake la ahadi. Anamuonyesha nafasi kubwa ya Abrahamu ambayo amemwekea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba atampa uzao sawa sawa na nyota za angani. Mtu wa Mungu, ukiangalia hili andiko, ili neno ambalo Mungu alikuwa anasema na Abrahamu lilikuwa neno kubwa sana. Hebu angalia nyota za angani, alafu Mungu akwambie huo ukihesabu ndio uzao wako. Maanake Mungu alikuwa anaonyesha nafasi kubwa
kwenye maisha ya Abrahamu, lakini kwenye uhalisia ile nafasi haikuwepo. Kwenye mazingira ya Abrahamu lile neno halikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiangalia neno la Mungu linasema Abrahamu akalisadiki lile neno, akaliweka moyoni. Sasa dada Krista, ninaomba unisomee andiko hili. Ninaomba nisomee Mwanzo 16 mstari wa 1 hadi wa 3. Mwanzo 16 mstari wa 1 mpaka wa 3. Basi Sarai mkewe Abrahamu akumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri, jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae. Umuingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Ukisoma hii sura ya 16, mtu wa Mungu, unaona kuna kitu Sara na Abrahamu wanakifanya. Neno la Mungu linasema basi Sarai mkewe Abrahamu akumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri, jina lake Hajiri. Kwa hiyo unamwona Sarai anamwomba Abrahamu ya kwamba atembee na Hajiri kijakazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mtu wa Mungu tuliposoma sura ya 15, unamwona Mungu anazungumza na Abrahamu kwa habari ya tatizo alilokuwa nalo, kwa habari ya wasiwasi aliyokuwa nao, hadi Mungu akamwambia Abrahamu usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamwona Mungu anampa ahadi Abrahamu, anamtoa hadi nje usiku, anamwonyesha nyota za angani, anamwambia nitakubarikia, uzao wako utakuwa mkubwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye sura ya 15 unamwona Abrahamu analiamini neno la Mungu, analisadiki moyoni mwake. Amen. Sasa mtu wa Mungu, ukitoka sura ya 15 ukija sura ya 16, unamwona Sara anamwambia Abrahamu, mimi ni tasa, sina uwezo wa kuzaa, basi tembea na kijakazi, mchukue kijakazi. Neno la Mungu linasema Abrahamu anakubaliana na neno la mkewe. Mtu wa Mungu, kuna kitu gani kimetokea hapa katikati? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona mazingira, mtu wa Mungu, mazingira yamewakatisha tamaa, mtu wa Mungu. Mazingira haya waonyeshi ya kwamba neno la Mungu alilolisema kwenye maisha yao litatimia. Mazingira yanawaonyesha haiwezekani. Mazingira yanawaonyeshwa kukatishwa tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiliangalia hili andiko, Abrahamu alipokuwa anaambiwa na mkewe alisadiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo muda ulifika, Abrahamu alipokuwa akiangalia mazingira, alikuwa anaona kweli mkewe ni tasa, kweli mkewe hawezi kuzaa. Kwa hiyo moyoni mwake alisadiki habari za mkewe. Kwa hiyo ahadi ya Mungu kwenye mioyo yao iliondoka. Mungu alizungumza na Abrahamu, lakini unakuja kumwona Abrahamu anasadiki neno la mkewe. Kwa nini analisadiki? Alipolisikia neno la Mungu lilienda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake neno la Mungu lilimezwa na mazingira. Manake neno la Mungu lilipotezwa na mazingira. Mtu wa Mungu, mazingira yana uwezo mkubwa sana. Yana uwezo wa kukukatisha tamaa. Yana uwezo wa kukudidimiza. Yana uwezo wa kupoteza ahadi ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Abrahamu alipokuwa akiangalia mazingira yake ya ndoa, alikuwa haoni mtoto. Alipokuwa akiangalia mazingira yake na mahusiano yake na mkewe, alikuwa haoni furaha. Kiasi cha kwamba anasadiki neno la mkewe, anasahau neno la Mungu. Watu wengi kwenye maisha yetu ndio tunapitia hizo changamoto leo. Tumekata tamaa. Mazingira yametuaminisha ya kwamba Mungu ni muongo. Mazingira yametuaminisha ya kwamba neno la Mungu halitatimia. Mazingira yameshikilia umaskini
chini kwenye nyumba yako. Mazingira yameshikilia mgogoro kwenye familia zenu, mpaka unaliona tatizo ni kubwa na Mungu ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Mungu anakuambia hivi, ijapokuwa mwanzo wako ni mbaya, lakini utukufu wa mwisho ni mkubwa, mtu wa Mungu. Amen. Mazingira yanakuonyesha hilo neno halitimii. Mazingira yanakuonyesha hiyo biashara haiwezekani. Mazingira yanakuonyesha shule ya umalizi. Kwa sababu gani? Unafeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafeli kila siku. Mazingira yanakuonyesha nyinyi ni maskini, mmejawa na madeni, nyinyi hamueleweki. Mazingira yanakuonyesha wewe unagundu, umekataliwa na kila mtu kwenye mazingira yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona mazingira yana uwezo ya kumfanya Abrahamu hivi. Yeye na mkewe wanakubaliana jambo la tofauti. Kwa hiyo ahadi ya Mungu kwenye moyo wao ikafa. Mtu wa Mungu, leo unapata uchungu, unasahau Mungu aliyekwambia nakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una uchungu moyoni, umesahau Mungu alikwambia nimekushika mkono, usiogope. Kwenye hili tatizo tutapita wote, umesahau. Kwa nini umesahau? Mazingira. Ukilala kitandani kwako unaiona hofu. Ukilala kitandani kwako unasikia sauti za mapepo. Unasikia sauti za marafiki zako ambao wanakuambia haiwezekani, ambao wanakuambia umeshindwa, ambao wanakuambia umefukuzwa. Unasikia sauti za bosi zako. Unasikia sauti za watu ambao uliwaamini ukawaweka mstari wa mbele. Lakini yule Mungu aliyekushika mkono usiku, akakupeleka sehemu ya siri, akasema na wewe kwa habari ya agano la neno lake, umesahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umesahau ahadi yake. Neno la Mungu linasema Sarai anaongea na Abrahamu. Anamwambia mimi ni tasa. Tazama sina uzao. Lakini yupo huyo ajiri. Ni kijakazi wetu. Basi uende naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abrahamu anaamini. Kwa nini anaamini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kwamba aliamini sauti ya Sara, hapana. Alianza kuamini sauti ya mazingira. Alianza kuamini picha ya mazingira. Akaona kabisa huo uzao Mungu alionyesha haupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unaangalia mazingira yako, unasema mimi siwezi kufanikiwa. Unawaangalia watu waliofanikiwa, unasema mimi siwezi kufika pale kwa sababu mimi sio bora. Ukijiangalia kwenye kioo unajiona wewe ni mnyonge. Unajiona wewe ni mchache. Unajiona wewe ni mkiwa. Unajiona wewe ni yatima. Hadi imefikia wakati unajiona wewe ni mjinga, una mawazo. Kwa nini? Mazingira yamekula mawazo yako, yamekula nguvu yako, yamekula bidii yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine mazingira yanawaonyesha ya kwamba hawawezi kuolewa tena. Wengine mazingira yanakuonyesha huwezi kuzaa tena. Wengine mazingira yanakuonyesha huwezi kupata kazi tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo tunaenda kukemea Amen. kila mazingira yanayotukatisha tamaa. Tunaenda kuyakemea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kila mazingira yanayotuonyesha madeni, kila mazingira yanayotuonyesha haiwezekani, kila mazingira yanayotuonyesha sisi sio bora, tunaenda kuyakemea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaenda kuyakemea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kila picha iliyotengenezwa na mazingira yetu, kila picha iliyotengenezwa kwenye mazingira ya familia zetu, usiku wa leo tunaenda kuzichana hizo picha. Amen. Usiku wa leo tunaenda kuzichoma moto hizo picha. Kuna mtu ukiangalia picha yako unajiona unavyokufa kwenye umasikini. Ukiangalia picha yako unajiona unavyokufa kwenye magonjwa. Ukiangalia picha yako unajiona unavyokufa kwenye madeni. Nani amekwambia? Mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena mazingira yanakuletea picha ya mjomba wako alivyokufa kwenye pombe. Inakuonyesha unaona hivi na huyu ndivyo anavyoelekea. Mazingira yanakuletea picha ya kaka yako ya kwamba atakufa kwenye madawa ya kulevya. Mazingira yamekutengenezea picha za kukata tamaa. Neno la Mungu linasema Sarai, mazingira yalimtengenezea picha ya kujiona yeye ni tasa. Akakiri hili neno, mimi ni tasa, siwezi kuzaa. Embu mume wangu toka
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mazingira yamekutengenezea picha, na hiyo picha ukaikubali, ukafungulia nyumba yako milango ya mashetani, ukafungulia milango ya majini na waganga wa kienyeji. Mazingira yamekufanya ukaenda kwa waganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mazingira, picha iliyoko kwenye mazingira yamekufanya umechanja chale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo tunaenda kuzichana hizo picha. Amen. Usiku wa leo tunaenda kusema na mazingira yetu ambayo yanatukatisha tamaa. Tutaambia mazingira, sikia neno la Bwana. Mimi ni tajiri. Mimi sio maskini. Mimi nitaolewa. Mimi nitaoa. Mimi nitapata kazi. Amen. Mazingira yanakuonyesha uwezi kupata kazi. Uwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema Abrahamu akasadiki. Picha ambayo Mungu alimtengenezea ndani yake ilikufa. Mazingira yalimeza ahadi ya Mungu. Ndio watu leo ahadi ya Mungu imemezwa na mazingira yako. Hadi Mungu akisema na wewe unasema hapana. Mimi siwezi kukaa kwenye nafasi ya baraka. Kwanza mimi sina hiyo nafasi. Kwetu ni masikini. Kwetu hatufai. Kwetu hatuna mtu mkuu. Kwetu hatuna chochote. Mungu anasema ijapokuwa mwanzo wako ni mdogo, lakini nitakufanya kuwa mkubwa. Kwa nini Mungu anasema hivi? Anajua unajiona wewe ni mdogo. Anajua unajiona wewe hauna nguvu. Neno la Mungu linasema Mungu akazungumza na Yeremia. Akamwambia Yeremia, unaona nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Yeremia 1:11 hadi 12. Kwa hiyo Mungu anamuuliza Yeremia, unaona nini? Mazingira yake Yeremia yalikuwa yanamuonyesha nini? Picha ya mazingira yake yalikuwa ni yapi? Yeremia anamjibu Mungu ya kwamba naona ufito wa mlonzi. Mungu anamwambia Yeremia, umeona vyema. Lakini mimi Mungu naliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Amen. Mimi Mungu siangalii mazingira yako ya sasa. Mimi Mungu siangalii uchungu wako wa sasa. Neno langu Yeremia nililoliweka ndani yako ya kwamba wewe ni nabii wa mataifa. Ya kwamba wewe ni mtumishi mkubwa. Amen. Lakini mazingira yanakuonyesha ufito. Umeona vyema Yeremia. Abrahamu mazingira yake yalikuwa yanamuonyesha yeye ni tasa. Yalikuwa yanamuonyesha mke wake ni tasa azai. Mazingira yalimuonyesha Abrahamu sawa sawa. Lakini neno la Mungu lilikuwa linamuelezea Abrahamu ya kwamba yeye ni baba wa mataifa. Amen. Umeona vyema Abrahamu na Sarai. Lakini mimi Mungu naliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Mtu wa Mungu, usiku wa leo unaona nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona nini kwenye mazingira uliopo? Mazingira yanakukatisha tamaa, mtu wa Mungu. Unashindwa kuketi kwenye nafasi yako ya baraka. Mazingira yamekuaminisha ya kwamba wewe haufai. Kwa sababu watu kwenye mazingira yako wamekukataa. Unaona nini? Ni kweli ofisini wamekukataa. Ni kweli kwenye biashara wamekukataa. Ni kweli mume au mke wako wamekukataa. Ni kweli mchumba wako amekukataa. Ni kweli jamii yako imekukataa. Umeona vyema. Lakini Mungu akikuangalia anaona uongozi ambao ameweka ndani yako. Amen. Anaona bidii. Amen. Mungu anakuona unatembea kwenye mataifa mengine. Amen. Mungu anaona ametengeneza wanasheria ndani yako. Amen. Mungu anaona ametengeneza ukulima ndani yako. Amen. Mungu anaona ametengeneza utu ukubwa ndani yako. Amen. Lakini mazingira yanakuonyesha nini? Umeona vyema. Unalia usiku na mchana. Unaona majini yakiwa yanakukaba. Unaona vitu vya ajabu kwenye ndoto zako. Unaona ukiwa unakimbia ufiki. Unaona nini? Futa hiyo picha usiku wa leo. Amen. Mungu anasema naliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Amen. Naliangalia ahadi yangu ili nipate kuitimiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja nikuonyeshe andiko lingine, mtu wa Mungu, uone mazingira ambavyo ana uwezo ya kuharibu watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee Marko 4 mstari wa 35 hadi 41. Marko 4 mstari wa 35 hadi 41. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea
akamkemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari umtii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko, unamuona Yesu anawaambia wanafunzi wake, tuvuke twende ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye Yesu anaingia kwenye iko chombo. Wanafunzi wanamchukua Yesu kwenye chombo hivyo alivyo. Na Yesu alipokuwa ndani ya kile chombo analala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipokuwa kwenye safari yao, mtu wa Mungu, ya kuvuka kuelekea ng'ambo, kuna kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwenye mstari wa 37, ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, safari yao ya baraka ilikuwa ni ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Safari yao ya baraka ilikuwa ni ng'ambo nyingine. Wakiwa safarini, mtu wa Mungu, unaona mazingira yanaanza kuwakatisha tamaa. Unaona zoruba inakuja kwenye chombo chao. Unaona zoruba inakipiga chombo na chombo kinaanza kujaa maji. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona namna ambavyo mazingira yanapambana kuwakatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, ikatokea zoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo. Kwa nini anakipiga chombo? Ili wasifike ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini chombo kinapata matatizo? Ili wasifike ng'ambo. Kwa hiyo shetani anataka ukate tamaa, mtu wa Mungu. Shetani anataka uishie njiani. Ndio maana shetani anakipiga chombo kitakacho kukusaidia kukupeleka ng'ambo, ili usikae kwenye nafasi yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unamwona shetani anakazana kukukatisha tamaa, mtu wa Mungu. Anakazana kukupiga, mtu wa Mungu. Zoruba inaibuka kwenye maisha yako. Upepo mkuu unavuma kwenye maisha yako. Unakurudisha nyuma. Inakuonyesha Mungu hafai. Inakuonyesha Mungu hawezi. Inakuonyesha Mungu muongo. Unaona wanafunzi wanavyoanza kupata tabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee mstari wa 38, dada Krista. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamuona Yesu mwenyewe yupo kwenye iko chombo. Ya kwamba alipokuambia tuvuke twende ng'ambo, Yesu yupo. Yesu alipokuambia nataka nikupeleke kwenye nafasi yako ya baraka, Yesu yupo. Amen. Yesu aliposema nataka kukupa uzao, Yesu yupo. Amen. Yesu aliposema nataka kukuponya, Yesu yupo. Amen. Aliposema nitakufanya kuwa tajiri, Yesu yupo. Amen. Haina maana namna unavyolala na njaa, hayupo. Yupo. Amen. Neno la Mungu linasema alikuwepo katika chombo. Wakati zoruba inakipiga chombo, Yesu yupo. Wakati zoruba inakitikisa chombo, Yesu yupo. Amen. Wakati maji yanaingia kwenye chombo, Yesu yupo. Amen. Lakini amefanya nini? Amelala. Kwa nini Yesu amelala? Anajua nakupeleka ng'ambo. Sina mashaka na mazingira. Mimi najua ng'ambo tutaenda. Amen. Sina mashaka na wanaokucheka. Mimi najua utakuwa mkuu. Amen. Sina mashaka na mwanzo wako kuwa mdogo. Mimi nimekupa ukubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana anakuambia usiudharau udogo ulionao. Kwa sababu mimi Mungu nitakufanya mkuu. Unasema nitakuwaje mkuu? Pale Mungu alipokupa neno, yeye mwenyewe yupo. Amen. Anajua hauwezi kufika ng'ambo ya pili kama yeye hatoenda na wewe. Kwa hiyo lazima awepo, mtu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu alipokuambia usiogope, utapata uzao. Achana na ripoti ya daktari, mtu wa Mungu. Yesu anajua neno lake ni kweli na amini. Amen. Achana na mazingira. Amen. Amesema atakuponya, atakuponya. Amesema atakusaidia, atakusaidia. Amen. Usikate tamaa. Amen. Usiku wa leo jipige moyo. Jipige mkono kwenye kifua chako. Usiku wa leo jifute machozi. Amen. Jiambie ng'ambo ya pili nitafika. Amen. Hata kama mazingira bado yananipinga. Jiambie kazi nitapata. Amen. Hata kama bado ninahangaika.
Jiambie mimi nitafika lazima. Amen. Kwa sababu gani? Yesu mwenyewe alikuwepo kwenye chombo. Akati upepo unakipiga chombo, ulikuwa uogopi Yesu kuwepo. Wakati maji yanajaa kwenye chombo, yalikuwa hayajali Yesu kuwepo. Lakini kwa nini Yesu alinyamaza? Anajua mazingira hayana nguvu zaidi ya neno lake. Anajua mazingira hayawezi kukutoa kama yeye atakuwepo. Anajua ataukemea upepo. Amen. Anajua ataiambia bahari tulie. Anajua ng'ambo ya pili mtafika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee mstari wa 39. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema Yesu akaamka, akaukemea upepo. Maana yake chochote kilichokuwa kinakusumbua kwenye mazingira, Yesu akakikemea, akakiambia nyamaza. Usiku wa leo unatoka. Bahari tulia, uendelee mbele. Maana yake Abrahamu alichokuwa anatakiwa kufanya na Sarai, kuikemea upepo. Ya kwamba upepo hautasa toka. Ya kwamba upepo hautasa toka kwenye maisha yetu. Ya kwamba bahari tulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoanza kuona mahangaiko kwenye moyo wako, unapoanza kuona sikitiko kwenye moyo wako, unapoanza kuona imani yako mtu wa Mungu inadidimia, kemea, usichoke. Neno la Mungu limetuonyesha Yesu mwenyewe alikuwepo. Yeye aliyekuambia tuianze safari yupo. Ndio maana anakuambia utukufu wa mwisho utakuwa ni mkubwa kuliko huu wa kwanza. Amen. Kwa sababu anajua tunapita, mtu wa Mungu. Kuna mahali tunaelekea, mtu wa Mungu. Usikatishwe tamaa na majira ya sasa. Amen. Yapo majira mapya, mtu wa Mungu. Amen. Usikatishwe na majira ya kiangazi, mtu wa Mungu. Amen. Yapo majira ya masika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa sana kuliko ule wa kwanza. Amen. Mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie mwisho tutafika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nikwambie utukufu wa mwisho tutarudi na ushuhuda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu atakupa ushuhuda kwenye nyumba yako. Amen. Mungu atakupa ushuhuda kwenye maisha yako. Amen. Mungu atakupa ushuhuda kwenye teso lako. Amen. Mungu atakusaidia, mtu wa Mungu. Amen. Mazingira yasikukatishe tamaa. Amen. Mazingira yasikufanye kuacha kuamini neno la Mungu. Amen. Utukufu wa mwisho ni ushuhuda. Amen. Ule ni muujiza. Ndio maana Mungu akusema utukufu wa mwanzo wala utukufu wa katikati, akasema utukufu wa mwisho. Amen. Jipe moyo mkuu. Amen. Usiku wa leo uambie moyo wako, endelea mbele. Amen. Endelea mbele. Amen. Upepo ulikuwa, hayo ni mazingira, mtu wa Mungu. Huo upepo, hayo ni mazingira. Hizo kelele, mtu wa Mungu, hayo ni mazingira. Hao wasiokupenda, mtu wa Mungu, hayo ni mazingira. Lengo lao ni kukatisha tamaa. Kataa kukata tamaa. Amen. Kataa kukata tamaa. Amen. Hata kama hakuna wa kukushika mkono. Neno la Mungu linasema Yesu mwenyewe alikuwepo kwenye chombo. Wewe na Yesu mnatosha kuelekea kwenye safari yenu. Amen. Kataa kukata tamaa. Amen. Shetani anataka ugairi. Shetani anataka urudi nyuma. Shetani anataka usikalie kiti chako. Kataa, mtu wa Mungu. Sema mimi nitakalia kiti changu cha baraka. Amen. Familia yangu itakalia kiti changu cha baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee Zaburi 23 mstari wa 1 hadi wa 4 tukaombe. Zaburi 23 mstari wa 1 hadi wa 4. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukiangalia huu mstari wa 4, Daudi anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Ukiangalia haya yalikuwa ni mazingira kwenye maisha ya Daudi. Na Daudi alikuwa anajua anapita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakai mahali pale. Mazingira hayamstopishi kuelekea kwenye nafasi yake ya baraka. Ndio maana anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, tunaingia kwenye maombi, tunayambia mazingira, ninajua ninapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini siogopi tena. Maana najua utukufu wa mwisho ni mkubwa kwenye maisha yangu kuliko hali ya sasa. Amen. Hali yangu ya sasa sidumu nayo. Amen. Kuna mahali naelekea
ninakoelekea, Amen. ninapita, sikai hapa, sikai kwenye hii huzuni, sikai kwenye huu utasa, sikai kwenye huu masikini, ninapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyosha mikono yako, mtu wa Mungu, mshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa neema yako, asante kwa fadhili zako, asante kwa ajili ya neno lako Bwana, asante kwa ajili ya maarifa haya Bwana, asante maana umesema nasi usiku wa leo Bwana Mungu, tunakushukuru maana umesema nasi kwa habari ya mazingira yetu. Tunasema asante Baba, tunakushukuru Mungu mwaminifu, tunamshukuru Roho wako Mtakatifu. Asante kwa ajili ya neno hili la wakati Bwana, asante maana Mungu umesema nasi Bwana, maana umetuambia Bwana ya kwamba tunapoenda ni pazuri kuliko tulipo sasa. Tunakushukuru mwaminifu, tunakushukuru wewe uwezaye, tunakushukuru Mungu kashaye, katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, weka mkono wako mmoja kwenye moyo wako, sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninaweka moyo wangu mikononi mwako, ninaweka moyo wangu mikononi mwako, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, moyo wangu uliokata tamaa, moyo wangu uliochoka, katika jina la Yesu. Usiku wa leo ninaweka moyo wangu mikononi mwako, ninaomba unisaidie, ninaomba uniponye, ninaomba unisaidie, usaidie moyo wangu ulio kwenye hali ya kukata tamaa, ulio kwenye hali ya kuchoka, ulio kwenye hali ya kutokukuamini wewe. Usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, na mimina moyo wangu mbele za uso wako, katika jina la Yesu. Mbele za Mungu, ombea Baba, katika jina la Yesu ninauleta moyo wangu mbele zako, moyo wangu ulio katika hali ya kukata tamaa Baba, katika jina la Yesu ninaachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu, kila hali ya kukata tamaa ikapate kuondoka ndani yangu, ikapate kuondoka ndani yangu. Naleta moyo wangu mbele zako, naweka moyo wangu mbele zako Baba, usaidie moyo wangu, Baba usaidie moyo wangu, Baba uponye moyo wangu. Reko mashakaramande zoroko manda kabade, reko masakaramanda kabade, reko masakaramababa, moyo wangu uliokata tamaa, zoroko mashakaramande. Ombea moyo wako, mtu wa Mungu, ombea moyo wako, mtu wa Mungu. Reko manda kabade, zoroko manda kabada basharamande, zoroko manda kababa, moyo wangu uliokata tamaa kwa sababu ya mazingira, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu, moyo wangu umeangalia mazingira, moyo wangu umeumia, moyo wangu umechoka, moyo wangu umeinama, ya kutokukuamini, kila hali ya kutokusadiki neno lako iliyosababishwa na mazingira, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, 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 kila hali ya kukata tamaa, mwambie Mungu kweli wa moyo wako, ikaniachie kila hali ya kukata tamaa, toka kwenye moyo wangu, toka kwenye moyo wangu, toka kwenye moyo wangu, toka kwenye moyo wangu, hauna mamlaka kwenye moyo wangu, hauna mamlaka kwenye moyo wangu, kila hali ya kukata tamaa, toka kwenye moyo wangu, toka kwenye moyo wangu, toka kwenye moyo wangu, namna ambavyo umeinama, namna ambavyo hautumaini, moyo wangu usilie tena, moyo wangu usifadhaike, moyo wangu unaye Yesu ni mkuu sana, moyo wangu mwangalie Yesu, moyo wangu sikia neno la Bwana, utukufu wa mwisho ni mkubwa kuliko huu, moyo wangu usikate tamaa, moyo wangu usirudi nyuma, moyo wangu usifadhaike, moyo wangu usifadhaike, unaye Yesu ni mkuu sana, unaye Yesu uweza wa yote, moyo wangu sikia leo, moyo wangu sikia leo, kila uchungu uondoke ndani yako, kila uchungu utoke ndani yako, kila uchungu utoke ndani yako, moyo wangu sikia neno la Bwana, wewe moyo wangu, wewe moyo wangu, ndani yako zitatoka chemchem za uzima, moyo wangu sikia neno la Bwana, kukata tamaa
moyo wangu. sio portion yako. Usiangalie matendo Kukata mabaya tamaa, ambao wanadamu sio portion wamekufanyia. yako. Moyo, sikia neno la Bwana. wangu, Moyo, unaye usiangalie Yesu. mazingira. Moyo Moyo, wangu, usiangalie mazingira. unaye Yesu. Moyo wangu, nyanyuka Mpokee tena. Yesu. Nyanyuka tena moyo Mpokee wangu. Yesu. Nyanyuka tena moyo Muamini wangu. Yesu. Nyanyuka tena moyo Muamini wangu. Yesu. Ombea moyo wako mtu wa Mungu. Ninanyunyiza Moyo wangu nyanyuka damu ya tena. Yesu. Moyo wangu weza tena. Ninanyunyiza Moyo wangu damu changamka ya tena. Yesu. Moyo wangu toa huzuni. Ninaachilia Moyo wangu damu achia ya huzuni. Yesu Moyo wangu kwenye kubali moyo wangu, kuchangamka tena. kwenye moyo wangu, Randa baba. kwenye moyo wangu, Sarabashata. kwenye moyo wangu, Saramanda kwenye kabale. moyo wangu. Sarabashata. Ninafuta Saramanda kila kabale. picha Sarabakatai. zilizoletwa Saramanda na kabale. mazingira Sarabashaka. kwenye moyo wangu, Mazingira ya kwenye kifamilia, moyo wangu, mazingira ya kwenye kazi, moyo wangu, mazingira ya kila biashara, picha mazingira ya barabarani, zilizozaliwa mazingira ya na mahusiano, mazingira mazingira ya ndoa, ninazifuta mazingira ya uzao, kwenye moyo wangu, mazingira ya kuchoka, ninazifuta mazingira ya kwa kushindwa. damu ya Yesu, Randa baba baba. ninazifuta Sarabashakata. kwa damu ya Yesu, Sarabashata. ninazifuta Saramanda kwa kabale. damu ya Yesu. Sarabashata. Ninaweka Randa picha kababa. ya neno la Bwana, Randa baba. ninaweka picha Sarabashata. ya neno la Nyanyuka Mungu, moyo wangu. ninaweka Nyanyuka picha ndani ya yangu. neno la Nyanyuka Bwana. moyo wangu. Amesema Nyanyuka nami moyo wangu. nisiogope, Nyanyuka moyo wangu. amesema nami Nyanyuka moyo wangu. nisiogope, Pona moyo wangu. amesema Samee nami moyo wangu. ingawa leo Randa hii bashakata. mimi ni Randa mdogo, kabashata. lakini mwisho Saramanda wangu kabale. ni mkuu Oh, moyo sana. wangu, moyo wangu. Amesema Sahau nami, hizo picha za amesema kuacha. nami, Sahau hizo picha za amesema kukataliwa. nami, Samee moyo amesema wangu. Samee nami moyo ya wangu. kwamba Samee vita hao vyangu watu. Samee si moyo vya wangu. damu wala Samee nyama, moyo wangu. maana ushindi Samee wangu moyo wangu. nimepewa Pona tangu moyo wangu. zamani. Pona, pona. Amesema Pona, Bwana, pona moyo wangu. amesema Randa Bwana, kabadaya. ushindi Mimi wangu na moyo mimi wako mbele za nimepewa Bwana. tangu Mimi na moyo zamani, wako mbele za nimepewa Bwana. tangu Omba mtu wa Mungu, zamani. ombea moyo wako. Sitaogopa, Ombea moyo wako. Ombea sitaogopa, moyo wako. sitakata Ombea tamaa, moyo wako. sitafadhaika, Ombea moyo wako. sitakata Peleka moyo wako tamaa, mbele za Bwana. sitafadhaika. Weke moyo wako kwenye madhabahu. Sitaogopa Randa mimi, kabashata. sitaogopa Saramataya mimi, mande. sitaogopa Hizo ni mimi, hofu za sasa. maana napita tu, Sarabashataya maana mande. napita Bwana tu Mungu wako kwenye haya anasema, mazingira, usiogope, ninapita tu, usifadhaike. ninapita Tazama niko tu, pamoja sitaishi nawe. Moyo hapa, wangu sikia neno la sitadumu Bwana. hapa, Randa sitaishi hapa, Sarabashataya mande. kwa damu ya Yesu, Sarabashataramande. kwa jina la Yesu, Sarabashataramande. kwa damu ya Yesu, Sarabashakaramande. kwa damu ya Yakamanda Yesu, kabade. kwa damu ya Uwe Yesu, hodari. moyo Na moyo wa wangu ushujaa. uwe Uwe hodari moyo wangu. uwe Uwe hodari, thabiti moyo uwe wangu. hodari, Uwe imara moyo uwe wangu. imara, Baada ya safari uwe ndefu, imara, nyanyuka moyo uwe wangu. imara. Usisononeke moyo Unaye wangu. Yesu, Usilalamike moyo unaye wangu. Yesu. Randa Yesu ka- ni mkuu sana, Sarabashakata. kwa jina la Yesu, Saramanda kwa kabade. jina la Yesu. Naona nguvu za Mungu zinatuponya Kwa mioyo jina la wakati Yesu, huu. kwa Naona jina la nguvu za Yesu, Mungu zinaponya ninaachilia mioyo damu ya yetu. Yesu Randa kwenye kabade. moyo Endelea wangu, kuachilia damu ya ninaachilia Yesu damu ya kwenye Yesu huo moyo wako. kwenye moyo Naona wangu, nguvu za Mungu ninaachilia damu ya zinapita Yesu kwenye nyumba kwenye yako. moyo Naona wangu, nguvu za Mungu ninafungua zinakuponya moyo macho ya wako. moyo Uchungu wangu unaondoka. sawa sawa na Uchungu neno, unaondoka. macho ya Naona moyo nguvu wangu za giza na yatiwe zinaondoka nuru, kwenye moyo macho wako. ya moyo Kwa wangu jina la Yesu. na yatiwe Kwa nuru, jina la Yesu. nuru ya Moyo wako Bwana unapona. Moyo ikaangaze, wako unapona. nuru ya Moyo wako Bwana unapona. Moyo ikaangaze, wako unapona. nikapate kuona Zarakamanda sawa kaba. sawa na Bwana, Randa nikapate kuona Zarakatai. sawa sawa na Bwana, Zarakatai. nikapate kuona Zarakatai. sawa sawa na neno, Zarabashakatai. kwa jina la Yesu, Zaramanda kwa kaba. damu ya Yesu, Zaramanda kwa kaba. jina la Yesu, Zarakatai. kwa damu ya Yesu, Zaramanda kwa kaba. jina la Yesu, kwa Zarabashakata. damu ya Yesu, Moyo wangu nyanyuka. moyo wangu Moyo wangu usilie nyanyuka. tena, Moyo wangu moyo nyanyuka. wangu Usiomboleze tena. usifadhaike, Moyo wangu nyamaza. moyo wangu Moyo wangu nyamaza. usikate Moyo tamaa. wangu inuka Unaye tena. Yesu, Zarabatai. unaye Yesu, Zarabakatai. unaye Yesu, Zarabatai. ni mkuu sana, Zarabakatai. unaye Yesu, Zarabakatai. muweza wa yote, Zarabakatai. unaye Yesu, Zaramanda kabali. mfariji wako, Zarabakatai. unaye Yesu, Zarabakatai. kimbilio Futa lako, hizo picha unaye Yesu, za mauti moyo ndiye wangu. ngao Futa yako, hizo picha unaye za Yesu, kukataliwa. muongoza Futa safari, hizo picha unaye ya kwamba Yesu, utaishia njiani. aliyeianzisha Moyo wangu wewe ni hii jasiri. safari Moyo yako, wangu wewe ni unaye shujaa. Yesu, Moyo wangu unaye unaye Yesu. Yesu, Randa baba mbele baba. yako, Zaraba. mbele yako, Zarababa. tazame Yesu, tazame Rekomanda Yesu. kabade. Daudi alisema Zarakatai. mbele yangu Zaraba. nimemweka Bwana Zarakatai daima, amani. nimemweka Sikia Bwana neno la daima, Bwana. moyo wangu mtazame Yesu Zaramanda mbele kabali. yako. Katika jina la Yesu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Ninakuamini. ninakuamini, Ninasema asante. ninasema Kwa asante ajili ya uaminifu kwa ajili ya uaminifu usiku wako. wa leo. Usiku wa leo Nakupa moyo wangu. nakupa moyo wangu, Nakupa moyo wangu. nakupa moyo wangu, Linda moyo wangu. linda moyo wangu, Uangalie moyo wangu. uangalie moyo wangu, Usaidie moyo wangu. usaidie moyo wangu Katika jina la Yesu. katika jina Neno la lako Yesu. linasema. Neno lako linasema Kwenye Zaburi ya ya 23 23 mstari wa kwanza hadi wa 4. Bwana ndiye Bwana ndiye mchungaji wangu. mchungaji wangu, Sitapungukiwa na sitapungukiwa na kitu. kitu.
moyo wangu. Neno la Mungu linasema Bwana Mungu ndiye mchungaji wako, hautapungukiwa. Moyo wangu hautapungukiwa. Katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza, uisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia zake kwa ajili ya jina lake. Moyo wangu sikia neno la Bwana, hautalala kwenye shida tena, bali Bwana atakuongoza na atakulaza kwenye majani mabichi na atakuongoza kwenye maji ya utulivu. Moyo wangu usiogope, usikate tamaa. Neno la Mungu linasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Moyo wangu usiogope mabaya. Hii hali ya sasa hivi unapita katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninakemea kila picha za mazingira za kukatisha tamaa kwenye moyo wangu katika jina la Yesu. Kila picha toeka kwenye moyo wangu, toeka ndani yangu, toeka kwenye moyo wangu. Kila picha ya mazingira ya kukatisha tamaa toka kwenye maisha yangu, toka kwenye mazingira yangu kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, kemea randa kabade katika jina la Yesu. Ninakemea kila hali ya kukatisha tamaa kwenye maisha yangu, ninakemea kwenye moyo wangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema akaukemea upepo, akaiambia bahari tulia. Usiku wa leo ninakemea kila upepo randa kabade, ninakemea kila upepo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mazingira ninayakemea, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu. Kila picha zilizotengenezwa na mazingira zinikatisha tamaa, ninazichana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakemea pepo, ninakemea dhoruba, ninakemea pepo, ninakemea dhoruba, ninakemea kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninakemea kila mazingira ya kukatisha tamaa, ninayakemea kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninakukemea wewe upepo, toka kwenye chombo changu, toka maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye uchumi wangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ninakukemea kwenye familia yetu, toka kwa jina la Yesu, toka upande wa baba yangu, toka picha za kitamili, picha za umaskini, picha za kurithi, picha za magonjwa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwenye familia yangu, toka kwenye maisha yangu, picha za mauti, picha za kushindwa, picha za kuacha, picha za kukosa imani, picha za kukosa kula, randa baba, saramanda kabari, toka kwenye jina la Yesu, picha za uchawi, picha za kiganga, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, randa baba, saramanda kabari, saramanda kabari, saramanda kabari. Ijapokuwa mwanzo wangu ni mdogo, lakini ninatamka mwisho wangu utaongezeka sana. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nyanyua sadaka yako, mtu wa Mungu. Baba, ninakutukuza, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako, ninasema asante kwa ajili ya watu wote hawa Baba, asante kwa ajili ya hawa wa baba, asante kwa ajili ya hawa wa mama, asante kwa ajili ya hawa wa dada, asante kwa ajili ya hawa wa kaka, asante kwa ajili ya hawa watoto, asante kwa ajili ya hizi kazi, asante kwa ajili ya hizi biashara Baba, zote tunazinyanyua mbele zako. Asante Baba kwa sadaka zetu, tunazinyanyua mbele zako.
zako tunaomba uzipokee usiku wa leo. Kwa sadaka hizi tunanyamazisha kila mazingira yanayotukatisha tamaa, yanayotuzuia tusikae kwenye nafasi zetu za baraka. Kwa jina la Yesu tunakemea hayo mazingira yatoweke, hayo mazingira yapotee, hayo mazingira yatuachie katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru, asante kwa sadaka hizi ambazo watoto zako wamezinyanyua. Ninaomba uzipokee Baba, ninaomba utusaidie Baba, ninaomba uende nasi Baba, ninaomba uturehemu Baba, ninaomba utuinue Baba, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Lakini pia wewe mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa mimi niwe wako, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Basi mtu wa Mungu, kwa kusema hivyo utakuwa umeokoka, na utatuma jina lako kwenye hii namba 0655108869. Narudia tena 0655108869. Lakini pia kama una changamoto yoyote, basi utatupigia simu kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869, na Mungu atakubariki sana, amen.